Hii ni MTV1 Online kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo la Uswahili. Leo ni Jumatatu tarehe 3/2025. Jina langu Dr. Binitambo Mkandiro Walimete, nitakayekuletea matangazo ya siku ya leo. Taarifa kuu siku ya leo ni wakazi wa mji wa Oicha wilayani Beni waomba viongozi wote eneo hilo kubadilishwa kwa kushindwa kulinda usalama. Mgomo unasumba sauti ya raia kuomba kuondoshwa wakubwa wanaoshimamia mgini wa Oicha. Mjini Uvira, polisi ya wachapa viboko wauguzi waliokuwa wakiandamana. Taarifa zetu zaanzia huko Oicha, Beni, Kivu Kaskazini, ambako wakazi na mashirika za kiraia katika mji wa Oicha huko Beni, mashariki mwa Kongo DRC, wameanzisha mgomo wa kutofanya kazi kutokana na ukosefu wa usalama. Isaac Kavalami ni mkuu kiongozi wa shirika la kiraia katika mji wa Oicha. Ndio, wakazi wa mji wa Oicha wameanza mgomo, na mgomo huu ni namna ya kuwaonesha wakubwa kwa hali mbovu mbaya ambayo inaendelea kupitika ndani ya mji wa Oicha. Mgomo unasumba sauti ya raia kuomba kuondoshwa wakubwa wanaoshimamia mgini wa Oicha na wale wa askari polisi ambao wameonekana kuwa hawawezi kulinda raia, na ndio maana raia imeandamana, inabakia nyumbani bila kufanya kazi yoyote ili sauti yao isikiki, kwa sababu mji wa Oicha ulikuwa umejaa mauaji. Ni mji ambao watu walikuwa naua sana, waizi wanaingilia watu, kubomoa nyumba na hata kupiga watu masasi na kupora pesa. Hali hii haikufurahisha, na kulikuwa vikao mbalimbali ambavyo raia ilikuwa ikiwaelezea wakubwa kuhusu hali hizi, lakini inaonekana wakubwa hawakuweza kupiga akili ama kufanya juu chini ili wapate suluhisho kwa shida hizo. Ndio maana tunagoma hadi siku mama anayeongoza mgine huu na mkubwa wa polisi wa mgine na mkubwa wa polisi wa Chitwaro wanaweza kuondosha. Usalama ni kitu ambacho kinaletewa na watu wote, unahusu raia, jeshi, hata na viongozi, lakini wakati viongozi hawapendi kuwasikia raia ili wazungumuze kwa namna gani wanaweza kutafuta usalama wa mtaa wa mgine, hapo sasa ni shida. Na sasa ndio maana tunasema hawa watu wakiondoshwa wanatuletea wengine ambao watakubali kujadiliana na raia ili tuzungumze namna gani usalama unaweza rudi kwetu, itatupeleka mji wetu wa Oicha uweze kwenda mbio mbele. Ndio unajua ndugu mpasha habari, ni kusema maeneo yetu ya Beni zaidi sana Oicha ni miji ambayo imeteseka sana. Ni mji ambao unamilikiwa na wakulima, kazi yao ni kwenda kwenye shamba. Wanapoenda kwenye shamba huko kuna ADF anawaua, anapora vitu vyao na choma na wengine. Sasa wanaporudia tena kwenye mitaa fazi wanazania huko usalama, nao pia tena kunaonekana wizi wa nyumbani, wanaoua, wanaopora, wanaonyanyasa. Na haya sasa ndio tunajiuliza tuende sasa wapi? Lakini vikao tunavyovifanya ni kwa sababu tuna serikali ambayo hayo haifikii malalamiko ya raia. Tuna serikali ambayo inajihusisha na kupora tu. Wao wakule pesa, waurushwa, wafanye vitu ambavyo masafari ambazo hazina faida, lakini raia inapolalamika kwa ajili ya yale ambayo ni ya muhimu, ni ya msingi, serikali ya Kongo haisikii. Ndio maana unaona vitu vinakawa, vita inakawa na mauaji hayakomi. Ndio maana tunasema ni sherti tuwe na watu ambao wanadhamiri, ambao wanafurahia raia kuishi, ambao wanajua ya kwamba wanatumika kwa ajili ya raia, hapana kwa ajili ya tumbo zao. Ni hivi. Asante sana Kavalami, wewe ni mmoja wa viongozi wa mashirika ya kiraia Oicha wilayani Beni. Asante sana. Asante sana. Msimamo unaungwa mkono na baadhi ya wanasiasa kuomba baadhi ya viongozi kubadilishwa. Kizerbo Kasereka Watevwa ni mbunge wa zamani wa Beni. Kwanza ni lete pole zangu kwa maeneo ya Oicha na kando kando, hata mji wa Beni na mahali pote ambako ukosefu wa usalama unaonekana. Mashirika haya ya kiraia yanakuwa na huo uhuru wa kuweza kuomba hiyo, kwa sababu kazi ya serikali au ya viongozi ni kuweza vile kusaidia ili usalama uweze kuweko ndani ya maeneo fulani. Hivyo wakati usalama hauko, lazima waweze kubadilishwa, kwa sababu sio wenyewe waweze kuweka ambao wanaweza kuleta usalama na kufanya kazi vilivyo. Kama tunaheshimia demokrasia kabisa ndani ya nchi yetu, kwa sababu tunasema ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni uongozi wa raia kwa ajili ya raia, lazima sauti yao isikilike. Lakini kama sivyo haitasikika na itakuwa tu kama kawaida namna tunavyosema na hakuna kinachofanyika. Lakini ni jambo muhimu ambalo analifanya, lazima viongozi waweze kusikia malalamiko hayo na waweze kuyafanyia kazi. Mimi tangu awali nimeomba muda mrefu kwamba wakazi washirikishwe kwa usalama wao wenyewe, ndipo tutaweza kufikia usalama wa kweli.
sababu vyombo vinavyosaidia kuleta usalama vimeshindwa, lakini wakazi wakishirikishwa tukiweza kufanya ambao tunaitwa local defense, ambao wakazi wakienda mashamba yao na wanakuwa na nguvu ya kuweza kujipigania, inaweza kusaidia na huo usalama ambao tunautaka tutaweza kupata. Asante sana Kizerbo Kasereka Wateva, mbunge wa Beni. Asante sana. Tukitoka Oicha Beni, tunarudi mjini Beni ambako shirika za wanawake zimeanzisha mchakato ya kusafirisha wanawake wa askari jeshi wa FARDC waliobaki katika mji wa Beni bila usaidizi. Patience Mamuli yuko Beni. Si kama ni wanawake wa jeshi tu, lakini miongoni mwao ni wale ambao wamekuwa wayatima na wajane, zaidi sana akina mama ambao wametokea Goma katika misukosuko ya M23, na wengi wao wana jamii zao zinaishi Kisangani na Bunia. Ndio maana katika mji wa Beni tulianzisha mradi ya kuhimiza kila yeyote ambao anaweza kuchangia kusudi tuweze kusaidiana, ili wamama zetu na wadogo zetu waweze kurudi mahali ambao wanakuta kunaweza kuwa salama mdogo. Na ni kwa njia hiyo tuliweza kushirikiana na government ya kwetu, na zaidi ya hao kuna wengi pia ambao wamekusudia pia kuenda, lakini kwa sasa mapato ni mdogo. Hivi tungali tunalalamikia tu wafadhili, kwa sababu hali wanaishi kwa ni hali ambao kwa mbovu sana. Miongoni wa watoto kuna wale ambao wamegonjwa pashokor, wamama wanalala nje, wadonge tellement compliqué. Na ndio maana tuko tunaitisha kila yoyote aweze pia kuleta mchango wake kusudi mama aweze kuwa hali ya kiutu afai. Sio wakaji wa Beni walikimbia vita, ni wafadhili mbalimbali tu. Tunatumika na Focus Congo, unakuwa VSD, unakuwa TPD na gouvernement congolais, ndio tuko tunasaidiana kusudi tuone kama wataweza kufika nafasi kwa wakiwa salama. Tumechukua tu kwa sababu wao pia ni watu wana haki ya kuishi maisha yao ya kawaida, na wao wenyewe walikusudia kurudia Kisangani au kwenda Bunia kwa sababu ni kule ambao familia zao zinaweza kupatikana. Miongoni mwa hao wa mama waume wao wameongoza kwenye shamba la mapambano, watoto wamekosa shule, lakini wanakusudia kiwafikiria wakifika Kisangani kwenye huko jamii zao wanaweza pia kuishi kama maisha ya kawaida ya kiraia. Hivi leo tunaanzisha, ni kusema tutakuwa tunafanya siku tunapata makuta. Leo tunaanzisha, lakini watatoka cover ya kwanza itatoka siku ya 3. Tutaona kama tunatuma cover ya kwanza, na siku itaendelea kupita tutaona kama tunafanya tena nini. Itakuwa depende na mwaiki sitakuwa napatikana. Asante sana Patience na Mamuli kuwa katika mji wa Beni. Asante sana. Nashukuru. Kutoka Beni tunaelekea katika mji wa Bunia ambako tuungana naye Costa Sambagalwa akisema kuwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaombwa kutangaza majimbo ya Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Ituri kuwa mikoa iliyo hatarini kiuchumi kutokana na vita vya muda mrefu na machafuko. Costa Sambagalwa na ripoti zaidi kutoka Bunia. Wito huu umetolewa katika kipindi ambacho wafanyabiashara wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameendelea kuteseka kwa kiasi kikubwa kutokana na ukosefu wa usalama unaoendelea, hali ambayo imeharibu shughuli za kibiashara na viwandaji katika eneo hiyo, asema Muindo Mwongozi ambaye ni presidenti mkuu wa FCI FENATRAPEM. Kote ya nini ya wafanya biashara ni province 3, na ni vile niliwaambia kuna Ituri, kuna kuwa Nord Kivu na Sud Kivu. Hizi ni mahali ambako vita imekuwa mingi, wafanya biashara hawapumue, na ni vile tuliikala na kulilia watu wa serikali ke inaomba waproklame hizi vile 3 kome zone sinistre. Manake tax embo ingekuwa ya muhimu waikalishe kidogo juu tupate usalama na komersa afanye kazi yake isi na stahili. Baada ya mkutano wao mkuu ulioendeshwa hapa mjini Bunia, wanachama wa shirika FCI FENATRAPEM hapa mjini Bunia walijadiliana kuhusu changamoto za kiuchumi pamoja na njia za kuimarisha mshikamano kati ya wafanyabiashara. Katika hotuba yake, Muindo Mwongozi aliwataka wafanyabiashara wote bila kujali ukubwa au aina ya shughuli zao kujiunga na FCI FENATRAPEM ili kulinda vizuri zaidi maslahi yao ya pamoja. Naomba komersa bapime mpatia haki yake na bamprotege puisque ameshindwa gisi ya kufanya juu ya nini, juu ya ukosefu ya usalama. Hoga ni mwanzo ya kupoteza ama mwanzo nusu ya kukufa. Ni vile kama wale ambao hawajua FCI FENATRAPEM kazi yao, nilipenda na hapa Bunia Ituri bakuje baziunge na hii federation zote mbili. Kwa upande wao, baadhi ya wafanyabiashara waliokuwepo kwenye mkutano huo walisema kuwa wamepata matumaini mapya na faraja kutokana na shughuli za masirikisho la biashara na viwanda FCI FENATRAPEM ambao wameiona kama
sauti ya kweli ya utetezi wa maslahi yao katika kipindi hiki kigumu. Niko membre ya FENATRAPEM, association ya kutusaidia si wafanya biashara. Leo tulikuwa na Assemblée Générale. Assemblée Générale ilikuwa kwa kutusaidia namna gani tutaweza kutumika na namna gani tutaweza kuinvestir na namna gani tutaendelea ndani ya biashara hii. Depuis mimi najiunga na FENATRAPEM, nilikuwa najikuta mkazi vraiment sana, mtu hana familia. Wakati mimi najiunga na FENATRAPEM, kama mimi najikuta niko na familia, niko na watu watapasha nisaidia kwa mambo fulani. Mbele nilikuwa pata trakaseri mingi paske haukuwa najua kudiferensier ajawa kweli na ajawa bongo. Ba frappere vile balikuwa mingi, mais depuis mimi naingia ku FENATRAPEM, kama mimi najua ba aja yenye banatumika ya kweli na ya bongo hata niweza tena. Jueni ya kwamba wito huu una lengo la kuvutia umakini wa viongozi wa kitaifa kuhusu hali mbaya ya kiuchumi inayoendelea kutikisa eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambacho wafanyabiashara wengi na wajasiriamali wanaendelea kupambana ili kudumisha shughuli zao. Nikiripoti toka MTV hapa mjini Bunia, mimi ni Constance Mbagalwa. Kutoka Bunia tupo Kivu Kusini, haswa mjini Uvira, ambako polisi imewachapa viboko wauguzi, yani wafanyakazi wa afya waliokuwa wakiandamana kudai malipo yao kutoka kwa serikali. Thompson Uji Batangalwa na ripoti zaidi kutoka Uvira. Waganga wa hospitali za kiserikali na za kujitegemea katika mkoa wa Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameanza mgomo wa siku 2 kutaka walipwe mishahara yao. Wamoja ulalamikia mishahara ya miaka 19 pamoja na marupurupu. Ni waganga wa tarafa 4 zikiwemo za Uvira, Fizi, Mwenga na Shabunda. Ni katika mji wa Uvira kuliko amia makao makuu ya Kivu Kusini kwa muda baada ya Bukavu kuanguka mikononi mwa wana mapinduzi wa AFC M23. Waganga walianza maandamano saa 3 asubuhi wakianzia eneo la kati mwa mji wakitaka kujielekeza kwenye makao ya gavana kuwasilisha risala zao. Maandamano yalisambaratishwa na polisi kwa kutumia bomu za machozi. Wamama hawa waandamanaji wamoja wanazungumza nasi. Sisi hatuna hasira, lakini tulikuja kuomba haki yetu sisi kama waganga. Mimi mwenyewe na hoji, nina miaka 25 ninatumika hii kazi. Nimepata numero matricule. Niko nayo 25 mais sipoke yake. Ni prime de risque nilikuwa napata, mais depuis mois de janvier balikata. Siwi tena naendaka wapi na salaire siapataka. Na siku nyingine bakisema ma listing. Kule kulisting wanaandika niko NE. Siwi sasa. Hiyo numero matricule banipatiaka ni ya nini na ilitokaka wapi tena? Na sisi tuko na haki ya kupata mshahara kama wengine watumishi wa nchi. Sisi waganga tunaonewa sana, hawatujali, hawaoni kama na sisi tuna haki kama wengine watu duniani. Sisi tunabaki saa 24 tukitunga mganga kwenye kichwa cha mganga, hatulali, hatuwezi fanya ingine kazi yoyote isipokuwa hiyo ya kuchunga wagonjwa, lakini hatupate mshahara. Sasa watoto wetu wengi wamegonjwa mtapia wa malnutrition, na wengine wakigonjwa hatuna hata uwezo wa kuwatunzisha. Kuma hospitali yenyewe inaweza onekana inaweza tibu hiyo magonjwa, na tunapanga nyumba, kwenye nyumba za kupanga wako wanatufukuza. Sasa sisi hatujui haki yetu iko wapi. Leo tunataka kubeba malalamiko yetu kwa gouverneur, mais tunaona wapolisia wanajaa barabara, walishapiga masasi, wengine wetu walishaumia, pamoja hivi wako mazaanaji hivi deja wanapanga, wengine walishabeba matelefone, makarte de lecteur na pesa walikuwa nazo. Sasa tunaona vraiment tuko marginalize na haki zetu hakuna mtu wa kutetea. Ndio maana tuko hapa. Mamlaka katika mji wa Uvira awali yalipiga marufuku ya kuendeshwa kwa maandamano yoyote mjini humo kwa sababu za kiusalama. Maandamano yanayoungwa mkono na mashirika ya kirahia na ambayo huendeshwa na waganga katika maeneo tofauti ya DRC kuanzia mji mkuu wa Kinshasa. Nikiripoti kutoka Uvira, Kivu Kusini, mimi ni Thompson Unjibatangalwa William wa MTV. Naam, tukitoka Uvira tuhitimishe taarifa zetu toka Tanzania
ambako rais wa taifa hilo Samia Suluhu Hassan aomba vijana na wananchi wote kwa jumla kuepuka kutumiwa na wanasiasa kuharibu usalama wa taifa lao. Ni wasihi wa Tanzania tuchague hekima badala ya ghadhabu, busara badala ya mihemuko, upendo badala ya chuki, uvumilivu badala ya vinyongo, umoja badala ya mgawanyiko, na amani badala ya vurugu. Lakini vile vile ni wajibu wetu kuchagua unyenyekevu badala ya kiburi na huruma badala ya hasira. Taifa letu ni moja na lina nguvu zaidi kuliko mtu yoyote yule. Demokrasia haipimwi kwa nani kashinda uchaguzi, bali kwa jinsi tunavyoendesha mambo yetu baada ya uchaguzi. Samia alisema Tanzania ni taifa kubwa lenye amani ya muda mrefu. Hii ni kufuatia vurugu za siku 3 zilizofanyika kutokana na uchaguzi uliofanyika ambao vyama vya upinzani vyasema sio uchaguzi wa haki. Ndugu wa Tanzania, mkusanyiko wetu leo hapa sio kwa ajili ya kuwazawadia walioshinda kwenye uchaguzi. La hasha. Bali ni matakwa ya kikatiba ya kukabidhiwa dhamana ya kuwa mtumishi mkuu wa taifa katika kuleta maendeleo endelevu kwa maana ya uimara wa kiuchumi, kisiasa, kidiplomasia na kijamii. Ili tuweze kuyatimiza hayo, hatuna budi kuhakikisha tunahimizana umoja na upendo kwa nchi yetu. Tunadumisha amani na kuheshimu sheria za nchi. Kinyume cha hayo, maandamano, vurugu, uvunjifu wa amani husababisha maumivu na havileti manufaa wala faida kwa yoyote yule. Ni hayo kwa siku ya leo. Karibu na asante sana kwa wasikilizaji wetu wa MTV1 News.